Hivi mwenzako yuko wapi? Kwa sababu ulishaniambia kwamba nitamkuta hapa. Alafu kila siku unanipa ahadi za uongo. Lakini baba, unajua mambo mazuri yanahitaji haraka pia. Kwa hiyo babangu, wewe ungepumzika kwanza. Mwenzangu ameenda kwenye mihangaiko. Manake Jose mwenyewe kama jinsi unavyomfahamu, hatulii nyumbani. Ila wewe ndo mwanangu wa kike, anatakiwa ulete hapa mwenzako ili aweze kunihudumia mimi. Pole babangu. Asante. Najua nilikuwa mbali. Ilikuwa ni vigumu sana yeye kuja. Mambo ya nauli. Hivyo basi. Kwenye simu kuna dawa ambazo imeandikiwa na daktari. Basi naomba uende duka la madawa. Ukamuonyesha akupe dawa kama hizo. Ili labda hali yangu itakaa sawa. Sasa baba, hapa sijui nijitumie. Ngoja nikutumie. Okay. Au upiga picha. Okay. Pole baba. Asante. Naomba uende sasa hivi, pitia pale pharmacy, chukua hizo dawa niletee hapa. Na unavyorudi kuja hapa, uje na mwenzio. Asante. Sasa ndio uende. Ila baba, unaonaje ungeenda ndani kupumzika? Manake hapa sio sehemu nzuri ya kupumzika. Si unajua umetoka hospitali. Mimi niko sawa, wewe nenda. Namsubiri hapa, nataka nikute hapa hapa. Baba, bado unajisikia vibaya eh? Yaani bado hujaondoka? Hebu nenda kamata ujinga mwenzio ambaye ataka kutulia hapa nyumbani. Bado unanibeba hata nilipoanguka, uliinuka nami na kusikia ukinong'ona, usikate tamaa. Bado una sijui kama moyo wangu upo tayari. Usilie tena, kuna nuru mbele, njia nimesimama. Baba anataka nimlete mchumba. Kesho ni bora. Hapo Jose yuko hapa. Sasa mwanangu nyaki mwana haeleweki. Nilipenda nikateswa, nikajiona sifai, lakini nimejifunza mimi bado na thamani. Kila jeraha ni funzo, kila machozi ni dawa, yamenifundisha kupenda tena nafsi yangu, na kusikia ukinong'ona, pole pole utapona. Nitamleta nani sasa? Kama angejua tu moyo wangu hauna mtu. Moyo wangu moyo, pumua kwa amani. Kesho ni bora, maumivu yatapita. Yaani ninavyomchukia huyu mzee. Yaani natamani kuchukua maamuzi sasa hivi hapa nilipo. Sema ni babangu. Huyu ndo chanzo cha mimi kuwa maskini kwenye dunia hii ya matajiri.
Okay. Hebu ngoja tuende taratibu tuone. Baba. Yo. Mara nyingi nakwambia nikiwa nimelala uoga sipende kushtuliwa. Hamna, nimeshtuka kukuangalia kwa sababu umelala hapa na vyumba viko vingi, ndio maana nimeshtuka kuona hapa. Niko hapa namsubiri Sofia. Amlete mchumba wake hapa. Na siondoki mpaka nimuone. Okay, sawa. Lakini huyo Sofia ambao umesema sijui alete mwanaume hapa, sidhani. Mimi sijai kumuona kama kaka yake, sijai kumuona. Labda nikuulize wewe, labda shai kuonyesha babake mtu na mtoto wake ambaye mnapendana, ndio mnaambiana. Mimi siambii kitu chochote. Mimi hayanihusu. Nachotaka mimi amlete mwanaume hapa nimuone mkwe wangu. Wewe kama unataka kaa hapo tumsubiri yote. Kwa nini sasa unang'ang'ana sana ni kumpatia mwanaume Sofia? Ili niweze kuwagawia ulisi wenu, kila mmoja apate haki yake. Baba, mimi sinipo. Mimi sinaweza nikamsimamia Sofia. Wewe msimamie Sofia? Na roho yako mbaya. Ningekuwa sijakuzaa mimi, nikisema kwamba labda ambao unaniambia yanaweza kama na ukweli ndani yake, lakini nakujua fika wewe ni katili. Wewe ndio unanitafsiri kwamba nina roho mbaya, lakini ni vitu vya kawaida kabisa katika maisha ya kibinadamu. Yule ni dada yangu, mimi ni kaka yake. Kwa hiyo atakapodondoka mimi nitamsaidia kesho. Ndio maana mimi nang'ang'ana kwamba zile mali naweza nikazishika hata mimi nikaziongoza. Sofia akulia, alafu yule ni mtoto wa kike baba. Mimi ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Kwa hiyo wewe usinipangia mimi. Nishakwambia kama unataka baki hapa tumsubiri yote. Utaki ondoka. Inawezekana hii ndo riziki yangu kwa leo. Acha nianze kazi yangu.
Wewe? Naam. Mbona unalala kwenye gari yangu? Samani, nilikuwa nimejaribu tu kuiosha na kuifutafuta mavumbi baadhi yaliyokuwepo. Nilikuomba au tuliwekeana miadi ya kuliosha hilo gari? Hapana, nilifanya tu kama... Sikiliza kijana, jiangalie. Naomba utoke sasa hivi kwenye gari yangu. Madam. Samani, unaweza kuingia ndani tukazungumza mara moja? Lakini miguu yangu michafu sana madam. Kuhusu miguu usijali. Wewe ingia tu. Kweli madam? Hamna shida basi. Si unaweza kufungua mlango? Naweza. Ndio bwana. Samani, sijui unaitwa nani mwenzangu? Mimi naitwa Mwala. Samani kwanza Mwalame. Kwa jambo lilotokea kwanza hapo nje. Alafu kingine, Mwala, wewe ni mwenyeji wa maeneo haya? Mimi yani unaona ukienda na ile daraja, ukienda na nje, kuna daraja hilo chini, mimi wangana chini pale ndo nalala. Kwa hapo mimi napenda sana. Kwa hiyo unaishi darajani? Yani ndio hivyo, ndio maisha yetu haya. Una familia? Mimi niko peke yangu tu. Na pale waga nipo na rafiki yangu. Ila nyumbani nina wazazi kijijini. Okay, sawa. Mwala. Ndio. Nilikuwa nataka tufanye deal mimi na wewe. Hamna shida, ili mradi tu lisije likaniweka katika hali mbaya. Unajua nyumbani kwetu naishi na baba yangu. Na baba yangu ni mgonjwa sana. Alafu kila wakati ananisisitizia nimpeleke mwenzangu. Yaani ninamaanisha nimpeleke mpenzi wangu nyumbani. Na nikiangalia sina mpenzi wala sijawahi kuwa kwenye mahusiano na mtu yoyote. Na hivi unavyoniona hapa, babangu anasubiri niende na mwenzangu. Sasa Mwalame, mimi nimeona wewe kama unanifaa hivi. Yaani sijaelewa madam. Naomba uigize wewe kama mpenzi wangu. Usisite Mwalame. Nitakupa chochote unachohitaji, kama pesa, kila kitu mimi nitafanya. Unajua sijawahi kuigiza. Ndio shida. Yaani sijawahi kuwa msanii wala sijawahi kujihusisha na mambo yote ya kuigiza, kwa hiyo naona kama itakuwa ngumu kwangu. Kwani Mwalame,
una ndoto gani katika maisha yako? Mimi ndoto yangu siku moja niwe na maisha mazuri tu, ili mradi niweze kusaidia familia yangu, baba na mama wako kijijini. Sasa kwani unakataa dili kama hili, wakati ni dili la hela nyingi? Nitakuwa nakulipa kila mwezi, na sio kila mwezi tu, kila wakati ukihitaji mimi nitakuwa nakutimizia, kukupa pesa, yaani kila kitu unachohitaji. Hivi usijali kuhusu nguo. Hapa ninavyoondoka tu tunanyosha, nitakununulia kila kitu, nguo, kila kitu, yani uwe na muonekano mzuri. Sawa, mimi nimekubali. Sawa, tunaweza kwenda. Moyo wangu narudi kuwa imara. Mbona toka nimeingia kwenye nyumba hii nimejisikia kuwa na wasiwasi sana. Unakaa naenda kunizalilisha jamani. Je, ninaweza kuishi siku zote nikiwa hapa? Mungu wangu nisaidie. Yaani kikubwa zaidi kinachoniumiza kichwa ni baba yangu tu, si vinginevyo. Yaani nahitaji baba yangu waamini kuwa wewe ni mwanaume wangu, tena mwanaume anayenipenda kwa dhati mimi. Yaani nakuomba usiniangushe pia kwenye hilo. Yaani natarajia furaha baba yangu itarejea. Ninakuahidi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu, japo sijawahi kupitia vitu kabisa, lakini nakuahidi nitajitahidi. Kweli hii ndio riziki yangu ya kupata mafanikio. Basi naomba unisimamie babangu. Amina. Baba. Baba. Mwanangu umerudi? Umekuja naye? Ninakushukuru. Baba, yule pale. Iko wapi? Hivi kweli mimi ninaweza nikafaa kabisa kuifanya hii kazi alonipa huyu dada? Sisi mwanangu hakika anaweza. Marhaba. Na furaha sana mwanangu. Karibu. Asante. Bwana kama una amani, karibu. Asante. Kaa. Karibu kae. Kaa hapa. Pole sana. Asante sana. Za siku. Salama. Ndio huyu ndio? Ndio huyo baba, manake nimeshachoka kila siku. Baba, tuko pamoja. Sawa baba, nashukuru sana. Kwanza pole sana. Na nina furaha sana. Asante pia na furaha kwa kuja kweli kuitikia wito wangu wa leo. Usijali baba, sisi ni kama familia, japo tu nimekosea sehemu moja tu. Hapana, hujakosea mwanangu, hujakosea. Nashukuru sana. Wala hujakosea. Nashukuru sana. Najua kule ilikuwa ni mbali. Baba, natumai zile kelele zako, sijui mwenzako yuko wapi jamani, natumai zitakuwa zimeisha. Yaani ushaniletea mkwe wangu mpaka na saa habari za dawa zako tu nimekuletea. Hizi hizi lete sasa na tuweze kumnyesha baadaye. Je, nikalete nini? Maji? Chukua maji tuje tumnyeshe. Ujue mwanangu, hawa ni watu wa kike. Sawa? Ndio. Unaona? Jo, nilikwambia
Atamleta, atampata. Sio hapa kaja naye. Sio kaja naye huyo. Ubishi tu. Kwa sababu atamtoa wapi? Sasa atafanyaje? Huyo hapa kaja naye. Wewe ndo mwanangu wa kike, mimi naomba muaminia, mkubali. Sio wewe gani una roho mbaya. Mwanangu sikia. Chako liloingia naweza nikasema sio. Bro, usiingilie matatizo ya familia. Kama kuna simu imetoka na unaweza kurudi ukatafutia familia yako wakala vizuri na mamako. Naomba uende mwanangu nyumbani kwetu toka. Niko tayari kufanya jambo lolote hivi mwanangu. Nitakuwa. Nijibu wewe vipi? Jibu. Danganya mzee au ni mwanamume Sofia kweli? Mimi nataka nikwambie ukweli. Shut up! Hivi unamuuliza wewe ni kama nani ndani ya nyumba hii? Unahitaji nini kutoka kwake? Ashakwambia huyu ndio mume wangu. Unachotaka zaidi ya hapo ni nini? Nina haki ya kukuuliza. Haujai kunitambulisha hata siku moja kwamba huyu ni mpenzi wako, na haujai kunitambulisha baba wala cha nini. Mimi najua huu wote ni mchezo. Mbona unanifuatilia sana hivyo? Unataka nini kutoka kwangu? Nimesahau. Sema ukweli. Au unanitaka kimapenzi? Shaanza kuvuka mipaka sasa. Sofia, unavuka mipaka. Inafika tu unaniambia kwamba mimi nakutaka kimapenzi. Kati ya mimi na wewe, nani anavuka mipaka ya mwenzake? Kaka nini? Najua yote hayo tamaa ya mali. Mimi nina haki ya kumuuliza wewe kwa sababu wewe ni dada yangu. Kelele! Kuna siku nishawahi kunyonya? Ulishanitambulisha kwamba mume wako? Kwa hiyo unataka kila kitu ninachokifanya nikuelezee wewe? Kwa kuwa wewe ni nani? Wewe ni hakimu? Wewe ni jaji? Sasa nakwambia Jo, iwe mwanzo na mwisho kumfuatilia mume wangu. Au ulitaka ukweli gani? Huyu ni mume wangu. Naomba uondoke. Naomba utoke! Fine. Moyo usikate tamaa. There's a new chapter. Kuumiza? Pole. Asante. Lakini na wewe Mwala, mjikaze kama mwanaume. Kaza baba, kaza. Usiwe legelege. Unajua nini? Nilipita milima na mabonde. Unajua mara ya kwanza nilikubali, nilikuwa sijui ninachokuja kukifanya. Nilichukulia kwa urahisi tu, lakini kiukweli naona kama inaendelea kunitokea puani, kwa sababu naona ile vuguvugu ni zito sana, kwa sababu huyu kaka yako ndo ananiumiza kichwa kabisa, kwa sababu anaonekana anaweza kufanya chochote juu yangu. Mwala, yaani baba yangu ndo kwanza ameanza kurudisha tabasamu lake ambalo tulikopo tunalitafuta kwa muda mrefu. Please Mwala, kama shida ni hela, basi nitakuongeza maradufu zaidi ya kile nilichokupatia. Moyo usikate tamaa. Laiti kama ungeingia moyoni mwangu, ungejua ni mangapi ninayopitia au mangapi yalionisibu hadi kufanya hivi, basi ungekuwa na moyo wa kunisaidia. Nilianguka mara nyingi nikasema. Basi sawa, hamna shida. Nimekuelewa. Lakini hakikisha kwamba unaongeza kiasi cha pesa, kwa sababu
Basi ni too much. Na yani ni bora nirudi tu kule nikaendelea kuokota makopo na kuishi. Yaani Mwala, kuhusu baba yangu, yaani nikisikia neno baba basi huwaga nachanganyikiwa. Yaani lolote nitafanya kwa ajili ya baba yangu. Sasa mna shida. Nilipita milima. Mwanangu ulipoondoka ulijua mimi utanikomoa. Mimi sifeli mboi mwanangu, maisha ya kweli. Unajua nini Sako? Wewe usichoelewa ni kitu kimoja. Wewe unaanza kunilaumu tu. Haujali kuwa nimepitia kipindi gani hapo nyuma. Ungeniuliza kwanza. Wewe mwenyewe unajua mimi nilikutoka mimi na wapi, mimi na wewe mwanangu. Mimi mwenyewe nimekuokota kitaki ulikuelewe mwanangu, maisha kweli nimechukua mimi nimekuhifadhi mwanangu. Sasa hizi unatoka za huko na vimba unakaa siku kibao ni leo hata kunikumbuka hata kuja kunipa hai mwanangu. Ukajirumisha toboa maisha mwanangu. Nakumbuka siku ile majuzi tulipoachana pale nje ya panda. Mimi nilikuwa nimebeba ndoo na lile dude la kusafishia magari. Uwezi amini nilikuwa. Okay, sawa. Mwala. Ndio. Nilikuwa nataka tufanye deal mimi na wewe. Hamna shida, ili mradi tu lisije likaniweka katika hali mbaya. Unajua nyumbani kwetu naishi na baba yangu. Na baba yangu ni mgonjwa sana. Halafu kila wakati ananisisitizia nimpeleke mwenzangu. Yaani ninamaanisha nimpeleke mpenzi wangu nyumbani. Na nikiangalia sina mpenzi wala sijawahi kuwa kwenye mahusiano na mtu yoyote. Na hivi unavyoniona hapa, babangu anasubiri niende na mwenzangu. Sasa Mwalame, mimi nimeona wewe kama unanifaa hivi. Yaani sijaelewa madam. Naomba uigize wewe kama mpenzi wangu. Usisite Mwalame. Nitakupa chochote unachohitaji, kama pesa, kila kitu mimi nitafanya. Unajua sijawahi kuigiza. Ndio shida. Yaani sijawahi kuwa msanii wala sijawahi kujihusisha na mambo yote ya kuigiza, kwa hiyo naona kama itakuwa ngumu kwangu. Kwani Mwalame, una ndoto gani katika maisha yako? Mimi ndoto yangu siku moja niwe na maisha mazuri tu, ili mradi niweze kusaidia familia yangu, baba na mama wako kijijini. Sasa kwa nini unakataa dili kama hili? Wakati ni dili la hela nyingi. Nitakuwa nakulipa kila mwezi. Na sio kila mwezi tu. Kila wakati ukihitaji mimi nitakuwa nakutimizia kukupa pesa. Yaani kila kitu unachohitaji. Hivi. Usijali kuhusu nguo. Hapa ninavyoondoka tu tunanyosha, nitakununulia kila kitu. Nguo, kila kitu, yani uwe na muonekano mzuri. Hapo ndugu yangu bwena. Hapo bwena ndugu yangu mitano tena. Kwa mwanangu le maisha kweli nimpata mtoto mwanangu getikali wa kishua ile na miliki mindinga nini le. Ndio maana unakuja na nivembea. Karibu mtani hapa napita mtakuja mwanangu maisha kweli. Karibu geto mwanangu hapa geto msoto. Mtoto unavimba unawaka ile. Ndio hivyo sasa. Na huo ndio ukweli. Ila nafanya mpango nao somea pale. Si unajua maisha yani mabovu zaidi. Hapo ndugu yangu uhakika. Hapo mimi na wewe ndugu yangu uko hapo mimi ni fingi.
tamba nyumbani kwako mwanangu, kama silei tamba askari wangu. Nini? Karibu mboda wewe. Da. Wewe mwanangu usikwambie kitu. Mimi ni mbaya lakini katili kinoma bro. Naomba kusanya kile kilicho chako ambacho ulikuja nacho mwanangu, toka kwa sijui ndio ulikotoka bro, sawa? Naomba kama ni box sijui ni chupa sijui nini, beba mwanangu hapa nyumbani, naomba move. Oya mimi naongea na naomba nijibu bwana. Oya. Nadhani umenielewa vizuri. Nimekwambia sitaki unifuatilie kwenye hii nyumba. Hivi wewe ni nani wa kunifuatilia maisha yangu? Unataka nini? Halafu nilishakuonya, sitaki unifuatilie. Tena ukome. Sofia. Unafika tu kunipiga kibao mimi kisa mboya, si ndio? Shebi naomba mwachie. Sofia nisikilize. Sofia, ninakuheshimu na sija kufanya kitu chochote kibaya. Nakuheshimu kama dadangu na kama ndugu. Kisa mpumbavu mmoja mjinga aje sababisha mpaka mimi tugombane, si ndio? Tena nikwambie, iko kibao hakitoshi. Ukiendelea kunifuatilia, nitakuongeza zaidi ya kibao. Naomba mwachie. Wacha sikia. Oya, toka hapo bwana. Ngoja sikia. Sofia, nakuheshimu Sofia. Nakuheshimu kama dadangu. Ingia ndani. Oya, sikia. Sofia, ninakuheshimu kabisa. Wewe kama hizo bangi zako unazivutia chooni, wenzako tunazivutia ndani ya kalo. Sasa nisikilize, ukijikuta chizi, wenzako mataila, tushatoroka Milembe. Sasa endelea nikuonyeshe show. Lakini uko na madhimisho ni kwa hapa, ni kwa huyu. Atoke amuvu hapa. Nisikilize, naomba uondoke kwangu. Sitaki kukuona kwangu, ondoka! Sofia ananichukuliaje? Ina maana yeye kuona kunifukuza mimi na kubaki na huyu mbwa hapa nyumbani. Ndio anaona mimi sana. Na mimi ndio Josmari mwenyewe. Akifunika mimi nafunua. Si nimeshindwa hapa. Ngoja nitafute plan B. Yaani kuna watu wengine sijui yani wameumbwa kwa udongo gani, Mungu wangu. Yaani mtu ana kwake lakini bado anang'ang'ania nyumba hii. Kuna nini? Kwani ananitafuta nini huyu? Anataka roho yangu? Nachoka. Yaani nachoka kabisa. Yaani kama undugu ndoko hivi jamani, mimi naacha undugu na huyu mtu. Yaani amening'ang'ania kama ruba. Kama damu tayari ashaninywa, sijui anataka nini tena. Sofia, hebu kaa hapa kwanza. Yaani huyu ndugu yangu bwana, mimi hata simuelewi unajua. Yaani simuelewi kabisa, yani sijui anahitaji nini kutoka kwangu. Unajua nini Sofia? Mimi narudia kusema neno moja tu kutoka kwangu, kwamba unajua anavyoonekana kaka yako ni kwamba ana kisasi kizito juu yako. Na yuko tayari kunifanyia chochote ili mradi tu apate uhuru ndani ya nyumba. Sasa kuna kitu najutia. Na nitaendelea kusema kila siku kwa sababu sikujua nini ninachokuja kukutana nacho, ila kiukweli nimeumia sana. Nisikilize mimi. Hapa nimekuita kwa ajili ya baba yangu tu. Na furaha ya baba yangu ndio kila kitu kwangu. Please, naomba unielewe. Unajua mimi nilikuwa nawaza kitu fulani. Kulingana na hizi movement za kaka yako hapa ndani. Nilikuwa nashauri kama unaweza kunitafutia sehemu nyingine ili mimi nikae huko. Tuepukane na haya mambo ya kaka yako kwa sababu naona nakosa amani. Nisikilize mwana, kama ataendelea kukusumbua nitaenda kumshtaki kituo cha polisi. Haiwezekani yeye, yani ananiingilia kwa kila kitu.
lakini ndugu yako yule ujue. Mimi na yeye tumeshare baba tu. Kwa hiyo mimi sio ndugu yangu kivile. Yaani nakwambiaje? Kwenye hili naweza nikavunja undugu. Kabisa yani. Sawa, mimi nakuelewa. Nitaangalia kwa namna gani naweza kufix hizo mambo, lakini ukweli Mwala, usiseme hivyo sasa. Yaani naumia ukiongea hivyo. Basi ona, kama shida tatizo ni pesa, nitakuongezea tena mara 3 ya tulivyoongea. Mradi tu babangu apate furaha. Unaona, kwanza nikuja wewe babangu ana furaha. Yaani amerudisha tena tabasamu lake ambalo tulilipoteza kwa muda mwingi. Please. sawa basi, mabonde marefu, nilianguka mara nyingi nikasimama tena, kila kilio Nimeona miskolu zako 12. Jo, una shida gani? Ina maana uliziona, si ndio? Ukaamua kuzikaushia kwamba hazina umuhimu wote. Ile simu yangu mimi kwako haina point yoyote ile, kwa ndio maana ukaamua kuzikaushia simu zangu. Nimepiga miskolu zaidi ya 9 kama ninavyosema 12. Umechukulia poa shangazi? Simu zako nimeziona mwanangu, lakini sasa mimi nilikuwa ndani, simu hii nilikuwa nimeacha hapa sebleni. Na kuja ndo nakuta miskolu zako kibao, ndio maana nakuuliza kimetokea nini huko, unieleze na mimi nipate kujua. Okay, shangazi. Mimi ninachokuomba, nadhani unanijua vizuri na unanifahamu vizuri. Shangazi, nitamwaga damu mtu. Hebu subiri kwanza Jo. Hebu nieleze, kwani kuna nini kilichotokea? Naomba kumwambia Sofia. Imefika hatua anaenda kumchukua mwanaume ambako haeleweki na kumleta nyumbani, yani anamtambulisha kwamba ni mume wake, yani simple like that, kwamba ati shangazi. Yaani mpaka nafika hatua shangazi niko hivi. Ninajijua shangazi na unanijua vizuri. Afujua unanishangaza sana, unajua mwanangu. Mimi nakujua wewe. Wewe tatizo lako kitu kidogo tu unapenda kupaniki. Sasa hapo shida iko wapi? Kama kaleta mwanaume, yeye mwenyewe kasema ndo mwanaume wake. Sasa hapo wewe kinachokufanya wewe uone kwamba uamini ni nini yani? Kwa sababu mimi Sofia namjua vizuri. Hajawahi kumiliki mwanaume. Yaani Sofia hana cha mwanaume. Na hana bwana ambaye tuseme kwamba Sofia tena anamiliki kwamba huyu ni mume wangu na mimi ndo atakaye nitawala na kuniongoza katika mali. No. Hayupo. Yaani unanishangaza mwanangu wewe. Mimi hapo sioni shida. Sofia ni mtu mzima. Ashakuwa sasa. Hakileta mwanaume nyumbani sidhani kama kuna shida. Alafu ambacho ukijui ni kitu kimoja. Katika mahusiano mpaka linafikia swala la kwamba mtu anamleta nyumbani, ina maana sasa ndo tayari wakati umefika. Ina maana wewe una uchumba wewe. Mimi najua wewe lazima mahusiano unayo. Hila tu wakati hujafika kuleta mchumba wako nyumbani. Na ukifika naamini utamleta. Na ndio maana nakwambia hapo hakuna shida. Kama kaleta na akasema ni mchumba wake, basi ndio mchumba wake. Sisi inabidi tukubali hilo. Sasa pingamizi la nini mwanangu? Jo. Shida iliyopo hapa ni kwamba simtaki yule mwanaume pale nyumbani kwa Sofia. Ninachotaka ni aondoke, move pale nyumbani, atoke. Sio mwanaume wake. Na nikuhakikishie kitu. Yule mshikaji ile nyumbani pale akijihusisha kwenye hizi mali, nipo tayari kufanya jambo lolote lile baya. Na kuhakikishia shangazi hili liweke kichwani. Na akiandikwa kama ni mume wa halali wa Sofia kwenye zile mali, akaandikwa na kuhusishwa, itamuua. Wewe mimi nakujua roho yako, nimekulea mwenyewe. Hebu achana na hivyo vitu. Hilo swala kwa kuwa ushalifikisha kwangu, mimi naomba uniachie. Nitachunguza. Naamini mimi ni mtu mzima, nitaelewa tu kwamba mtu wake ama sio. Sawa? Usipaniki mwanangu. Unanielewa sijui? Fresh. Sasa ndo umesusa. Ina maana hata chakula usubiri. Wewe.
watoto jamani. Nadhani unamfahamu vizuri sana dada yangu Sofia, si ndio? Okay. Nataka upretend kama vile una mahusiano na Sofia. Na sio mahusiano tu mwanangu. Sijui mjomba, bibi, babu, aunti, shangazi, mpaka babangu mzazi ajue kwamba una mahusiano na Sofia. Unataka niwe na mahusiano na dada yako? Mahusiano gani? Marafiki? Mapenzi? Oya babu, sikia bwana wewe. Sizungumzii mahusiano mimi hapa ya ndugu wala nini. Nazungumzia mahusiano ya kimapenzi bro. Na vipi kama dada yako akazama zaidi kwenye mapenzi yangu na akahitaji tutengeneze familia, tuzae watoto? Unaionaje hiyo? Mwanangu, usinitusi sasa. Usijali. Kwangu ni kazi rahisi sana. Ukinifanyia jambo langu vizuri likaenda kama ninavyotaka, nipo tayari kukupa bonus ya kiasi cha shilingi milioni 10. Unanitamanisha sana na pesa. Tambua, mimi huwa nikiambiwa swala la dili au pesa huwa nachanganyikiwa sana. Kwangu pesa ni kitu cha thamani sana, na ndo kama maisha yangu. Yaani mpaka nimefika hapa, nimekaa mpaka time hii na kusubiri wewe, ina maana jambo langu nina uhakika nalo, nina 100% kwamba ni uhakika na sio dili la mchongo mwanangu. Alafu mimi nimeshakuelewesha katika madili yangu. Mara ngapi tumefanya mimi madili na wewe? Hili ni dili la kweli mwanangu, ndio maana nimekuita mpaka hapa. Pesa. Okay. Nahitaji kiasi kidogo cha pesa kama advance. Ukifanikisha hilo kwa haraka, nitajua kweli uko serious. Na hapo itakuwa deal done. Okay, fresh. Mwigizaji. Shangazi huyo. Karibu. Karibu. Hebu nikusaidie. Kwa kweli, leo mizimu yenyewe itafurahia ukweli ipo. Kwa maana, kuanzia siku ile ulivyotuacha na baba pale njia panda, ukutujulia hali tena, hata simu yako shangazi hatujaiona. Na alikopo anakuulizia haswa leo. Alafu nisikilize nikwambie. Kuhusu mambo ya mimi na kakaangu, hayo naomba tuachie wenyewe. Wewe hata ya kuhusu. Kingine mimi sikujia hilo. Sawa? Hilo ulijia yapi? Nimekujia wewe tuzungumze. Mimi hapa nakusikiliza. Haya naomba uniambie. Maana kaka yako Joe kaja nyumbani. Kaja analalamika. Anasema wewe umemleta mchumba na huyo mchumba yeye hamjui. Kusema ukweli hata mimi nikamuunga mkono kwamba wewe unawezaje kuleta mchumba ikiwa hata mimi pia simjui? Sikiliza shangazi nikwambie. Yaani mimi nilijua tu huyo Joe ni kielele. Lazima tu atakuja kukwambia. Hivi huyo Joe ananitafuta nini huyo Joe? Maana yake kila kitu changu lazima yeye aingilie. Sasa ona sasa. Amekuja kukwambia wewe kabla yangu ndo nini? Shangazi, sio kwa mimi nilikuficha au nilipanga kuto kukwambia. Hapana. Mimi nilijiwekea na vitu vyangu nikimaliza ndo nimlete mkwe wako, nimtambulishe mimi mwenyewe. Lakini kwa vile kama Joe ametangulia, basi ashakwambia. Lakini Sophie, Joe sio kihelehele. Tambua kwamba yule ni kaka yako. Kwa ana haki ya kutambua
au ya kujua kuhusu wewe mchumba wako ama mahusiano yako. Ujue hata mimi imenitisha kwa sababu ghafla tu umeleta mtu. Yeye amjui. Mimi mwenyewe simjui. Wewe huo mahusiano yameanza lini? Mpaka leo hii ghafla umlete nyumbani hapa. Haikupaswa akurupukie tu mambo. Mambo yanaenda mdogo mdogo. Kwa nini akurupuke tu kuja kukwambia? Nia yake ni nini? Ni dhamira yake ni nini Jo? Wewe mbona umekurupuka kumleta mchumba? Alafu sikia wewe. Mimi lazima nijue. Kwanza nadhani unaelewa kwamba mimi ndo mkubwa. Kwa kuna umuhimu wa kufahamu kila kinachoendelea kukuhusu wewe. Si unanielewa? Na nadhani unajua babako akiondoka mimi ndo majukumu yote naashikilia mimi. Unajua shangazi, mnapenda sana kumtetea huyu Jo. Yaani unapenda kabisa kumficha ficha huyu Jo. Lakini huyu Jo ukimchunguza vizuri ana roho mbaya. Tena ana roho mbaya kabisa. Ni bora hata ukutane na simba kuliko ukutane na huyo Jo. Kwanza hapa hatugombani. Wala mimi sikuja kwa shari. Ila nimekuja tu nitambue kama shangazi yako. Yaani kama mimi mmoja katika familia hii. Kwa lazima nijue. Na kingine ambacho ukijui. Nadhani unajua asila za kaka yako. Sasa hayo mambo yako hayo ya kuleta tu mtu hapa sijui aeleweki ghafla kwamba mchumba mwenzako hakuyaja kuelewa bado. Kuwa makini. Tena kuwa makini kabisa na mambo yako unavyoyafanya. Jo, nadhani unatambua asila zake. Hata kufanya kitu kibaya yule wewe. Chana naye. Na wewe mchumba mwenyewe yuko? Yupo. Nitie mimi nimuone. Lakini shangazi. Sasa lakini nini? Umeshindwa kumleta nyumbani, ndo nimekuja ili nimuone wewe mchumba mwenyewe. Okay. Malahaba. Mchumba mwenyewe ndo huyu. Ndiyo shangazi. Mimi nipo ndani. Wewe kijana. Hebu naomba kwanza ukae hapo tuongee. Shangazi, kwani ndo wakati gani lakini? Mwenzangu. Maana naona upo humu ndani. Haya, upo tangu lini? Hebu niache kwanza. Maana unasikia upo na ninakuona kwamba upo, lakini uwepo wako mimi hata siujui. Halafu mimi ndo mwenye nyumba. Baba hao akiwa hayupo huyu. We nini? Baba hao akiwa hayupo, mimi ndo nawalea. Haya, wewe upo afu uwepo wako siujui. Haya, tuachane na haya. Unaitwa na? Anaitwa Mwalami shangazi. Mwalami? Mwalami. Mwalami. Sasa jina gani hilo? Sasa si jina kama majina mengine lakini shangazi. Mbona hilo jina? Mbona mimi hilo jina sijai kulisikia? Ndio umelisikia, anaitwa Mwala. Alafu namjibia wewe. Kwani yeye hajui kuongea? Mimi si mkewe. Ushajiozesha mara hiyo. Kingine. Elimu yako? Naongea na wewe. Chuo shangazi, lakini mbona maswali mengine yaeleweki umeyatolea wapi? Nimemaliza naye chuo kimoja. Sawa, unafanya kazi gani baba? Nipo naye ofisi moja, nafanya naye kazi ofisi. Afu Sophie, kwani unapenda kumjibia? Kwani usi mkubwa na akili zake timamu tu? Lakini mimi na yeye si mwili mmoja anti. Wewe hivyo mtoto una wazimu. Alafu nisikilize. Mimi sitaki kusikia masuala ya mwili mmoja hapa. Kwa sababu mimi sijala mahali, sijala barua. Yaani hiyo kiolela mlivyochukuana ndio mnaona tayari mshaoana, uongo? Kwanza usitake kunifufue makaburi. Mimi nitamfukuza huyu. Na uwezo wao nao. Usiniambie kabisa masuala ya mwili mmoja.
Wewe kijana, sina kuuliza wewe unafanya kazi gani? Lakini shangazi, hayo sio lojie. Haujui hata kaka yako anaendeleaje. Sikiliza Mwala, nenda chumbani, tutakuja kuongea huko. Achana naye shangazi yangu. Mdomo. Kwa hiyo unaondoka. Wewe, alafu unanikosea adabu. Yaani mimi sijamruhusu bado namuuliza maswali, wewe unamwambia aondoke. Hiyo adabu ya wapi? Shangazi, tuachane na haya. Kuna kitu nataka tuongee. Kitu gani? Shusha pumzi basi. Huna lolote? Unataka kuipotezea tu hii mada. Yaani wewe huna akili. Mtu msomi, una diploma, una degree, mpaka sasa hivi dokta. Kweli Mwala? Wai Mwala? Lakini shangazi. Mwala si kama mizizi fulani hivi labda mitishamba. Mwala. Hivi una akili kweli wewe zinakutosha kichwani wewe mwanangu? Na ulivyo mlembo hivyo. Ulivyo msomi na elimu yako hiyo, unaenda mpaka nchi za nje huko. Mwala. Mwala kweli Sophie Mwala? Wewe ni chizi. Haya, huyo kakaangu yuko wapi nikamwona? Yupo chumbani kwake. Yupo chumbani kwake. Kwa kama umekosea nisikwambie. Afu usiniuze unajua. Usiniuze kabisa. Na ukifanya masiala mimi nagairisha uchumba wenyewe. Nadhani unanijua. Shoga yangu. Si ndo nikamwambia nipe 3,000,000. Kaanza kuniruka. Mimi 3,000,000 sina. Nikamwambia basi mambo yasiwe mengi. Nipe 2,000,000. Na wewe tena ruka tena. Mimi 2,000,000 sina. Labda nikupe 1. Nikamwambia baba, kama una na hiyo, wewe fanya mambo yako tu na mimi na mambo yangu. Maana naona mambo kama vile yanakuwa mengi. Hivi unajua huyo mtu aeleweke? Unajua wewe umepata kichaa. Yaani umeshuka naye hadi kuni 2 lakini bado anakwambia tena ana. Yaani wewe acha. Sasa nitaka kupe shilingi ngapi? Sijui mwenyewe. Alafu tena shoga yangu, achana na hilo. Yaani kuna kubwa kuliko ambalo yani hadi nikuhadisie. Kwanza nipate maji baridi. Nishushie, alafu nikupe wapi hiyo habari. Nakujua ndugu wangu. Mwala! Na. Niletee maji. Wewe. Ulizani sitakujua? Sofia una ni yako? Mbona siwaelewi? Wewe kaka, wewe. Ulizani sitakujua? Ulizani ukijipaka ile misizi yako sitakujua? Sasa kwa taarifa yako nakujua vizuri. Sofia una ni yako? Namba kwanza simu yangu. Mbona wazo, mbona kama sikuelewi? Wewe subiri nitakwambia kila kitu. Naomba kwanza simu yangu, nataka nimpigie kwanza afande. Na simu yangu nyewe lazima mtanipa. Wewe na ule mwenzie. Naomba simu. Zuu bwana. Kwanza nielewesheni vizuri. Unajua mnaniacha njia panda. Unakosa cha kuongea. Lakini mimi si. Wewe Zuu wewe. Zuu kwanza nisikilize. Zuu, unajua mnanichanganya. Yaani kwanza mwachie. Zuu naomba mwachie. Please. Naomba kwanza mwachie. Unajua mimi siwaelewi. Yaani hadi dakika hii siwaelewi kabisa. Manake unajua kwanza sikia nikwambie. Kuna siku nilikuwa natoka zangu naenda zangu kutembea. Huyu na mwenzie mfupi. Tena alinishikia alipanga. Wamechukua simu yangu. Tena wakataka kuniua kabisa. Ndio nikapo. Wewe, nataka simu yangu. Kwanza Zuu tulia. Inawezekana kuwa umemfananisha. Unajua binadamu wawili itakuwa umemfananisha. Siwezi. Sofia siwezi kumfananisha. Nimepita watu wangapi huko nje? Kwa nini niseme yeye?
kwa sababu namjua huyu ndio alioniibia simu yangu. Tena alijipaka masizi yeye na mwenzie. Tena namwambia mwenzie anipige mimi mapanga. Zo, yani naomba ushushe sauti. Unajua huyu mtu umemkuta ndani kwangu. Hivyo basi unajua kabisa ukimkuta huko ndani ujue huyo mtu ananihusu mimi. Kwa hiyo muache kwanza aende. Alafu mimi na wewe tuyajenge. Tuongee vizuri Zuu. Sofia, sikia. Mimi nataka simu yangu, yani kwa namna yoyote. Nataka simu yangu. Hivi unajua walinikimbiza? Nimekimbia huko mtaa huko bondeni kote. Nakimbia mimi kama chizi. Wananikimbiza. Yani vitu vya kwangu mwenyewe na vinataka viniue mimi mwenyewe. Sikiliza Zuu. Mimi nimekuelewa. Mwala, naomba uende kwanza. Nenda bwana. Basi, shoga yangu. Naomba basi ukae tuendelee kuongea. Unajua mimi na wewe tu hatuwezi kushindwana Zuu. Kaa basi. Basi shoga yangu basi kaa. Kwanza Zuu, kwanza punguza hasira. Unajua unavyoleta hasira, yani unanifanya mimi nisije kuchanganyikiwa. Yani hapa nachanganyikiwa. Kwa hiyo unaweza kuniambia hata ilikuwaje? Manake mimi mmeniacha njia panda kwa kweli. Swali la kwanza nataka kujua. Huyu ni nani yako? Na sasa hivi umeanza kufuga wezi mundani? Hapana Zuu. Lakini mimi naomba hayo kwanza ya kuhusu huyu mtu. Kwanza achana nayo. Naomba unihadisie kwanza wewe kiundani imekuwaje hadi unamkaba huyu mtu mundani kwangu? Anyway, sikia nikwambie. Mimi kuna siku nilikuwa natoka zangu nyumbani. Kuna sehemu nilikuwa naelekea mara moja. Sasa nilipofika kuna sehemu fulani pale bondeni kwa wale mama nani sijui anaofuga mbwa pale. Nimekutana na kaka fulani mfupi. Nilikuwa nimeshika simu na pochi yangu. Sasa mimi nikawa nimemuona yule mkaka nikawa namuogopa. Ikabidi nipite pembeni. Nashangaa kaka kanisimamisha. Na nageuka nyuma namkuta huyu mkaka huyu. Amejipaka sijui mausoni nini, sijui ni masizi. Wamenipola simu yangu, yani mpaka sasa hivi mimi unaona natumia simu sasa hivi sina, wamenipola. Na ndio maana nataka yani nimuonyeshe tu adabu, yani ashike tu adabu. Hapana Zuu. Subiria kwanza nikwambie kitu. Mimi nataka nikulipe kila kitu alichokupola siku hiyo. Kama ni pesa, nitakupatia pesa yako. Lakini naomba ili jambo liishie hapa. Sijui umenielewa rafiki yangu? Hatojifunza. Yeye nataka tu ajifunze kutokana na makosa. Yaani ajifunze tu japo kidogo. Zuu, na maana kubwa sana kukwambia. Yaani hapa kwenyewe unavyoongea hivyo, yani unanifanya tumbo langu lipate joto. Yaani unanitia kwanza hasira moja hiye. Natamani nyenyuke nikampige kichwa kimoja. Sijui unanielewa Zuu, ndio maana nakwambia hivi. Kama mimi ni rafiki yako na unaniheshimu, na kuomba mimi nikulipe kila kitu kuhusu hilo jambo lilojitokeza. Kubali basi Zuu. Okay. Umekubali? Hivi Mwala, wewe ni mwizi eh? Ndio wewe ni mwizi na kuuliza. Hivi unataka kuichezea akili yangu eh? Yaani kwa hiyo siku zote hapa nimekaa na mwizi. Yaani naishi na mwizi bila mimi kujua. Ukatae Mwala, kama wewe sio mwizi, yule ameanzaje kukuita wewe mwizi? Unajua Sofia, wewe usichojua ni kitu kimoja. Mimi nilikuwa na maisha yangu kabla ya haya ambayo umenikabidhi wewe. Na haukuwahi kuniuliza nilikuwa naishije. Hivi baba angekuepo je? Angesikia hizi kelele au hizi tuhuma kuwa tunaishi na mwizi humu ndani? Tena isitoshe sio mwizi tu, ni mume wangu anaitwa mwizi. Hivi unataka nikulipaje wewe? Mbona nakulipa pesa nyingi lakini bado una tamaa ndogo ndogo? Sasa nisikilize Mwala, tena tega sikio lako nisikilize kwa makini. Kama umepanga kunitapeli, futa kichwani mwako.
Mimi mwenyewe ni mtoto wa mjini. Uwaga stapeliwage ovyo ovyo. Uwaga pia na jasho langu aliendi bure. Sasa kaa ukijua na humu ndani kitu chochote kitakachopotea, jua wewe ndo umeiba. Lakini Sofia, kama ningekuwa na tabia ya wizi tangu nilivyokuja mpaka sasa, si ungesikia viashiria vyovyote vya kupotea vitu mundani? Nitakuja kugeuza mboga. Yaani nitakugeuza mboga bila wewe kutarajia. Niangalie hivi hivi. Lakini moyo wangu ni mkatili sana.